usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ingawa tulijitawala tangu mwaka 1961, bado tuna kasumba ya kuona kitu cha mzungu ni bora kuliko utu wa Afrika wenzetu. Polisi wa Arusha wamethibitisha hilo waliposikia wiki mbili zilizopita kuwa mbwa wa mzungu amepotea. Walitetemeka na kuhangaika kumtafuta. Mkuu wa kituo cha polisi cha utalii na diplomasia wa mkoa wa Arusha, mrakibu wa polisi Waziri Ibrahim Tenga, aliona kama utalii unachafuliwa. Akaanza kumsaka mbwa huyo popote alipo hadi apatikane. Waziri anasema hakuwatumia polisi tu, bali aliwashirikisha pia na wananchi kumsaka mbwa huyo. Soweto, Mbauda, Njiro, Kijenge, Mianzini, Unga Limited, Sakina, Sanawari, Matejo, Sinoni, Ngalamtoni, kote walihangaika kumtafuta mbwa wa mzungu, pengine huku wakilia. Nakumbuka mwishoni mwa miaka ya 1970 nilipokuwa katika shule ya sekondari Malangali, nilisoma kitabu kiitwacho Peters of Blood cha hayati Ngugi wa Thiong'o, mhusika mkuu. Mwanafunzi mmoja ambaye pia alikuwa kiranja mkuu aitwaye Chui alikubali kufukuzwa shule baada ya kukataa kwenda kumfanyia maziko ya kibinadamu mbwa wa mkuu wa shule mzungu. Aliona ni kinyume cha utamaduni wa Mwafrika, na kwa hiyo ni udhalilishaji kumfanyia maziko ya kibinadamu. Wao kama walivyosema mzungu mwenye mbwa kule Arusha, mbwa ni sehemu ya familia yao. Semeni ukweli, polisi wa Tanzania wana utamaduni wa kumthamini mbwa wetu hadi kufikia kuhangaika kumtafuta? Mbwa sawa wetu? Kama polisi ya Arusha wamewashirikisha wananchi kumsaka mbwa hadi akapatikana kwenye mikono salama ya dada mmoja eneo la Njiro, kilomita 3 kutoka Arusha mjini, wameshindwaje kuomba msaada wa wananchi kuwasaka walomteka Humphrey Polepole, walompiga risasi Sativa na walomuua Ali Mohamed Kibao? Lakini wiki hiyo hiyo, wakati waziri na maafisa wenzake wakihaha kumsaka mbwa wa mzungu, upande wa pili wa eneo la utalii yaani Musoma mkoani Mara, polisi walikuwa wakitekeleza kauli mbiu ya kazi na utu kwa kuwapiga mabomu ya machozi wajumbe baraza la wanawake la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yaani Bawacha. Walipigwa uwanjani na walirushiwa mabomu ya machozi hadi kanisani walikoingia kusali. Wakati polisi wa Arusha wanauona utu katika mbwa wa mzungu wa Musoma, walipotazama mkusanyiko wa Bawacha waliwaona kama mbwa koko. Bawacha wanapigwa kama mbwa koko, ila mbwa wa mzungu anatendewa kama binadamu. Hapa ndipo tulipofikia. Kipi kimekushangaza? Kule Kizimkazi Zanzibar kuwa na bustani ya wanyama, na mmoja wa wanyama hao ni simba aliyejengewa eneo maalum na alibatizwa jina la Tundu Lissu kwa madai ni mtundu kama mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kwa hiyo watu wakifika bustani ya Kizimkazi wanamuona Tundu Lissu amefungiwa akisubiri kurushiwa mifupa. Majira kama haya mwaka jana, Tundu Lissu OG alikamatwa na polisi wilayani Mbinga mkoani Ruvuma na akaburutwa hadi Dar es Salaam ambako amewekwa kwenye bustani ya wafungwa inayoitwa gereza. Itakapofika tarehe 9 Aprili 2026, yaani siku 20 kuanzia leo, Lissu atakuwa ametimiza mwaka mmoja kwenye kuta za Ukonga. Waliomweka gerezani wanafurahi kumwona huko akiwa kivutio kwa wanasheria, wanafunzi wanaojifunza sheria na kwa maafisa wa kimataifa wanaotaka aachiwe huru. Wanaomlinda Tundu Lissu wa Kizimkazi ni askari wa wanyamapori. Wanaomlinda Tundu Lissu kule Ukonga ni askari magereza, na wanaosaka mbwa wa mzungu ni polisi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Haya na mengine mengi usikose kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii @mwanahalisi_tv. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.